Wangu kwa wananchi, sisi kama serikali sasa hivi tunaenda kujikita kwenye bima ya afya kwa wote. Ukiangalia kiuhalisia, wananchi wengi wanakimbia hizi huduma za afya ya kinywa kutokana na gharama. Huo ndio ukweli. Lakini sidhani kama kuna mtu anaweza akawa anataka tu aumwe jino akakaa nyumbani. Lakini changamoto imekuwa ni gharama. Na sisi kama serikali ndio maana tumekuja na suluhisho kusema kwamba tuje na bima ya afya kwa wote. Maana yake ni kwamba mtu atakapoumwa jino hatatakiwa achague kama alivumilie mpaka lifikie hatua za mwisho sana. Atajiongea kwenda hospitali kupata hiyo huduma, lakini atajiongea pia wakati ana confidence kwamba hiyo huduma pia anaweza akalipiwa. Kwa hiyo ule unyonge wa kutokuwa na uwezo wa kifedha hautamsababisha akae na maumivu. Wataalamu wa afya ya kinywa na meno wameshiriki kwa wingi, lakini pia hata wazalishaji, wasambazaji na wauzaji wa bidhaa na vifaa tiba mbalimbali vya kinywa na meno. Mmeona walivyojitokeza kwa wingi katika ukumbi huu kuonesha kazi zao, bidhaa, lakini pia teknolojia. Kwa hiyo sisi kama wataalamu tunajivunia tumepata elimu kubwa sana na ya kimataifa. Gharama kubwa, inaweza ikawa kama kuanzia dola 200 na kuendelea. Sawa, kwa ajili ya mtaalamu. Ni kweli naona utasaidia. Kama mimi nimekuwa nikijaribu kujitibu, sina bima, ni gharama sangine na kwepa. Lakini ukiwa na bima inaweza kukusaidia. Unaweza kwa muda huo una kiwango cha pesa cha kujikimu kufanya matibabu, ila ukiwa na bima afya inakusaidia katika utatuzi wa haraka wa tiba.